وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tukiendelea na sura yetu Suratul Maida. Leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tuondokea katika aya ya 58 pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, idha nadaytum ila as-salat, na pindi mnapoitana katika swala, ittakhadhuha huzwan wa la'iba, wanaifanyia swala hiyo huzwan, mzaha, wa la'iban, na wanaifanyia mchezo. Dhalika hilo biannahum qaumun la yaqilun, kwa sababu wao ni watu wasiofahamu. Na hapa Allah tabaraka wa taala anawazungumzia Mayahudi na Manasara. Uislamu anapelekea katika ibada yao ya swala, basi wanawafanyia istihza, wanawacheza shere. Wanahisi kana kwamba wanapokwenda katika masajid, misikiti, kwa ajili ya kutekeleza ibada hii, kwa fikra zao na dharia zao, wanahisi kwamba wanakwenda kufanya mchezo. Kwa hiyo kuna hali fulani ya istihzai ambao wanawadharau, ili Allah tabaraka wa taala pia akaelezea katika maneno yake matukufu, wa idha nadaytum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba, na pindi mnapoitana kuielekea swala, wanaifanya swala hiyo huzwan, wanaifanyia mzaha, wa la'iban, na wanaifanyia mchezo. Dhalika hilo biannahum qaumun la yaqilun, kwa sababu hao ni watu wasiofahamu. Sheikh anasema, wa idha adhana muadhinukum ayuha almu'minuna bis-salah, pindi anapotangaza ule mtangazaji wenu, enyi waumini, bis-salat, kuitangazia swala, sakhira min da'watikum ilayha haula min al-yahudi wan-nasara wal-mushrikin, basi wanadharau, wanacheza shere katika ule wito wenu mnaowaita watu na kuwalingalia watu kuelekea swala. Wanafanya dharau hawa katika Mayahudi na Manasara na washirikina, walaibu bidhalik, na wanafanya mchezo katika hilo, na wala halikuwa jambo hilo isipokuwa lijahalihim birabbihim, kwa ule ujinga wao tu wa kutokumfahamu Bwana wao, na kwa sababu hao ni watu ambao la yafahamuna shar'a Allah, hawazifahamu sheria za Allah katika kule kuabudiwa kwake Allah aliyakuwa ametukuka. Qul, waambie Muhammad, hawa wenye kucheza shere, ya ahla alkitab, enyi watu mliopewa kitabu, hal tanqimuna minna illa an amanna billah, hamtuchukii sisi isipokuwa tu kwa kule kumwamini Allah, wama unzila ilaina, na yale yaliyoteremshwa kwetu sisi katika Qur'an, wama unzila min qablu, yale yaliyoteremshwa huko nyuma, wa anna aktharakum fasiqun, na kwamba wingi wenu ni wenye kutoka katika taa ya Allah. Na hii ni khitab Allah tabaraka wa taala anamsemesha mtume wake awaambia hao Mayahudi ambao hao ndio wale almustahzi'un, wale wenye kucheza shere, wacheza shere Uislamu na kucheza shere vile vile Uislamu kwa ujumla. Qul, waambie ya Muhammad, ewe Muhammad,
ya ahla alkitab, enyi watu mliokuwa kitabu, ay lihaulai almustahziina min ahli alkitab, wa hawa wenye kucheza shere, wenye kufanya dharau katika hawa waliokuwa kitabu. Hal tanqimuna minna, hamwezi kutuchukia sisi, hamtuchukii sisi, illa an amanna billah, isipokuwa ni kwa vile tu tulivyomwamini Allah aliyekuwa ametukuka, kama vile Allah tabaraka wa taala alivyozungumzia wal ashabul ukhdud, akasema wama naqamu minhum, na wala hawakuweza kuwachukia wao, illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid, isipokuwa tu kwa kule kumwamini Allah al-aziz, mwenye enzi, mwenye kushinda asiyeshindwa, al-hamid, mwenye kusifiwa sifa njema. Wama unzila ilaina, na yale ambayo alioteremsha kwetu sisi, min imani billah, katika kumwamini Allah. Sawasawa. Wama unzila min qablu, na yale ambayo alioteremsha huko nyuma. Sawasawa, katika kuviamini vitabu vilivyoteremshwa huko nyuma kabla yetu sisi. Wa anna aktharakum fasiqun, na hakika wingi wenu ni wenye kutoka katika toa ya Allah, bimaana ni waasi, wenye kumwasi Allah tabaraka. Fasiquna bimaana kharijuna an tariqi almustaqim, ni wale ambao wametoka wakaiwacha njia iliyonyooka. Qul, waambie Muhammad, hal unabbiukum bi sharrin min dhalik, je, niwapeni habari kwa muovu zaidi kuliko hao, mathubatan, kwa malipo inda Allah, mbele ya Allah tabaraka. Yani kana kwamba Allah atakapowafahamisha waumini kwamba yupo muovu zaidi kuliko hata hawa mustahziuna wanaocheza shere Waislamu, yupo muovu zaidi kuliko hawa. Hal unabbiukum bi sharrin min dhalika, je, ni wapeni habari nyinyi kwa yule muovu zaidi kuliko hao, mathubatan, kwa malipo, yani malipo yanakuwa ni mabaya zaidi, inda Allah, mbele ya Allah. Ni nani huyo? Man la'anahu Allah, yule ambaye Allah amemweka mbali na rehema zake, wa ghadiba alayhi, na akamkasirikia yeye, wajaala minhum alqiradata walkhanazir, na akawajalia Allah ao ni manyani na nguruwe, wa abada taghut, na wakaabudu shetani watu hao. Ulaika hao sharrun makanan, ni waovu zaidi wa mahali, wa adallu an sawa'i sabil, na wamepotea zaidi katika njia iliyokuwa sawasawa. Imana Allah anataka kumfahamisha Mtume sallam kama hawa Mayahudi uliokuwa nao hivi sasa hapa Madina, ikawa na kucheza shere wewe pamoja na masahaba zako pamoja na dini yako Uislamu, basi mababu zao huko nyuma waliopita katika kuruni zilizopita walikuwa na makubwa kuliko haya, lakini mwisho Allah tabaraka wa taala aliwaadhibu na kuwageuza sura zao, kuzifuta zile sura zao, kustoka katika ule binadamu kuwapeleka katika sura za wanyama, tena wanyama wabaya, kwa wanafanana na manyani, yani manjeku yake na maguruwe. Allah kazigeuza kabisa sura zao, kama vile walivyokuwa wakifanya uovu hawa uliokuwa nao, basi wao waliopita vile vile walikuwa wakifanya uovu na ubaya mitume iliyopita, mitume ya Allah tabaraka wa taala. Qul, waambie Muhammad, hal unabbiukum bi sharrin min dhalik, je, ni wapeni habari nyinyi kwa muovu zaidi kuliko hao, mathubatan inda Allah, kwa malipo mbele ya Allah tabaraka. Bimaana qul ya Muhammad lilmu'minin, waambie Muhammad hao waumini, hal ukhbirukum biman yujaza yawm alqiyama jazaan ashadda, je, ni wapeni habari yule ambaye atakayelipa siku ya kiyama malipo makubwa, min jazai haulai alfasiqin, kuliko hata malipo ya hawa waliotoka katika toa ya Allah. Hawa wapo waliofanya mambo zaidi kuliko hao. Alafu Allah akasema man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi, yule ambaye aliyemlani Allah na akamchukia, maanake akamkasirikia yeye. Wajaala minhum alqaradata walkhanazir, na akajalia Allah kati yao maguru, akajalia manyani na nguruwe. Wa abada taghut, na akaabudu shetani.
innahum aslafuhum. Sheikh anasema hakika hao ni wale wazee wao waliopita huko nyuma, alladhina taradahum Allahu min rahmati, ambao Allah aliwafukuza na kuweka mbali katika rehema zake. Waghadiba alaihim, na akawatukia wao. Wamasakha khalqahum, na vile vile akapangusa Allah kule kuumbwa kwao. Faja'ala minhum alqiradata walkhanazir, Allah akawajalia wao ni manyani na manguruwe. Biisyanihim, kwa sababu ya yale maasiya yao. Waftaraihim wa takabburihim, na kwa sababu ya kule kuzua kwao na kile kibiri chao. Waabada at-taghut, na wakaabudu mashirika. Na taghut wa huwa kullu ma ubida min dunillah, na taghut ni kile kinachoabudiwa sio kwa Allah tabaraka wa taala. Huyo ni taghut. Katika istilahi nyingine, kullu ma yu'badu min dunillahi fa huwa rad, kile chenye kuabudiwa basi na Allah tabaraka wa taala afikaridhia. Hii pia ni taarifa ambayo ameitoa ya taghut. Ulaika hao sharrun makanan, ni waovu zaidi wa mahali, maana mahali pao patakuwa ni paovu sana, ni motoni za mkoani. Wa adallu an sawa'i sabil, na hao wamepotea zaidi katika njia iliyonyoka. Wa idha ja'uka, na pindi watakapowajieni hao wanafiki wa Kiyahudi, qalu amanna, watasema tumeamini sisi. Waqad dakhalu bilkufr, na hakika wameingia katika imani. Bilkufr, kwa kufungamana na ukafiri. Wa hum qad kharaju bi, na hali ya kuwa wao wametoka katika imani kwa kufungamana na ukafiri. Yani waliingia katika imani hali ya kuwa ni uzozi na ukafiri, na wakatoka katika imani vile vile kwa kufungamana na ukafiri. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun, na Allah anajua zaidi kwa yale yote walikuwa wao wakiyaficha katika nyoyo zao, kwa sababu wanafiki wa Kiyahudi ni kama vile wanafiki wa Kiislamu, wanaficha imani zao sawa, alafu wani wanaficha ukafiri wao, wanadhihirisha Uislamu, wanadhihirisha imani zao. Wa idha ja'uka, na pindi watakapokujia wewe, wa idha ja'ukum, na pindi watakapowajieni nyinyi, qalu, husema amanna, tumeamini. Maana watakapowajieni hao wanafiki wa Kiyahudi, Sheikh amesema hapa, wa idha ja'akum, na pindi watakapowajieni, ayuhal mu'minun, enyi waumini, munafiqul yahud, hawa wanafiki wa Kiyahudi. Sawa, qalu, husema amanna, tumeamini. Maana wanathibitisha kwamba wao wameamini Uislamu. Allah anasema waqad dakhalu bilkufr, na hakika wameingia sawa, wameingia katika imani, wameingia katika Uislamu, bilkufr, kwa kufungamana na ukafiri. Wa hum qad kharaju bihi, na hali ya kuwa wametoka katika imani, wametoka katika Uislamu, bihi, kwa sababu kufungamana na ule ukafiri. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun, na Allah anajua zaidi kwa yale ambao walikuwa wakiyaficha. Watara kathiran minhum, na utawaona wengi miongoni mwao ewe Muhammad, yusari'una fil ithmi wal udwan, wanafanya haraka katika kufanya madhambi na kufanya dhulma. Wa aklihim as-suht, na kula kwao haramu. Babisa ma kanu ya'malun, na ni uovu ulioje kwa wale ambao walikuwa wakiyatenda. Watara kathiran, na utawaona wengi ya Muhammad min al-yahudi, katika Mayahudi, yusari'una fil ithmi wal udwan, wanakwenda upesi katika kufanya madhambi, wal udwan, na kufanya dhulma. Ay yubadiruna ila al-ma'asi, wanafanya haraka katika maasi, min qawli al-kadhibi waz-zur, katika maneno ya uongo na uzushi, wal-i'tida ala ahkami Allah, na ule uovu juu ya hukumu za Allah tabaraka wa taala. Wa aklihim as-suhta, na kula kwao haramu. Labisa ma kanu ya'malun, na ni ubaya uliode kwa wale ambao walikuwa wakiyafanya, lakini mambo mabaya sana, kufanya madhambi, kufanya uadui ambao ni dhulma, na kula kwao haramu, manake na kula kwao rushwa. Laula yanhahum ar-rabbaniyuna wal ahbar, si wangeli wakataza wao wale wataa wao,
wal ahbaru, na wale wanawachuoni wao, an qawlihim al-ithma wa aklihim as-suhut, wacha kusema kwao madhambi na kula kwao haramu. Labisa ma kanu yasnaun, ni ubaya ulioje kwa yale ambao walikuwa wao wakiyafanya. Sawa, hapa Allah tabaraka wa taala anapeleka lawama kwa wale wanawachuoni wao, wale wafanya ibada wao. Hawa wahofu katika Mayahudi walikuwa wakifanya uovu huu, si walikuwa wanawachuoni wao walikuwepo, na wafanyaji wao ibada pia si walikuwepo? Mbona hawakatazi na mambo haya? Ndipo Allah anaposema laula yanhahum ar-rabbaniyuna, si wangeliwakataza wao wale wafanyaji wao ibada. Ar-rabbaniyuna maanake ibadu, wale wafanyaji wao ibada ambao sisi tunaita watawa, ambao wamejitaharisha wao, wanafudai kwamba hawa hawafanyi madhambi, si wangewakataza na mambo ya haramu. Wal ahbaru, na wale wanawachuoni wao, ahbar na wale wanawachuoni wa Kiyahudi, an qawlihim al-ithm, kuacha kusema kwao madhambi, kuacha kusema kwao madhambi, wa aklihim as-suhut, na kuacha kula kwao haramu, si wangelikatazwa na hao wafanyaji wao ibada na wanawachuoni wao kutokana na dhuluma hizi na uovu huu. Labisa ma kanu yasnaun, Allah anasema ni ubaya ulioje kwa yale ambao walikuwa wakiyafanya. Sheikh anasema halla yanha haulai alladhina yusari'una fil ithmi wal udwan, si wangelikatazwa basi hawa ambao wanaofanya haraka katika kufanya madhambi na dhulma. Aimmatu, viongozi wao wangeliwakataza wao, wa ulamauhum, na wanavyoni wao, an qawli al-kadhib waz-zur, kuacha kusema maneno ya uongo na maneno ya uzushi. Wa akli amwali an-nas bil batil, na kule kuacha kula mali za watu kwa batil, si wangelikataza na hawa, au wale wanaochuoni wao kuwapa watu, na wale wafanya ibada wao wako hapa. Na hii si kwa Mayahudi tu, hata wenye kufanana na Mayahudi pia wanaingia katika Waislamu pia. Inawezekana ikawa jamii inafanya maovu, alafu wale wanaochuoni kwa wamenyamaza tu, makosa. Lazima watu wawakatazi, waseme, wabainishe hili ni dhambi, hili ni baya, hili Allah tabarak wa taala halipendi, haliridhii, hili Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikemelea, amelikataza. Lazima kupatikane watu katika jamii, watu kama hawa wakuweza kuwakataza wale watu waovu, si kwa Mayahudi, hata wasiokuwa Mayahudi pia vile, si kwa Manaswara, hata wasiokuwa Manaswara. Ukiona jamii inapotea, lazima wapatikane watu wasimame katika haki ya kuweza kukemelea uovu ule. Labisa ma kanu yasnahun, basi ni ubaya ulioje kwa yale ambao walikuwa wakiyafanya. Hina taraku an-nahya 'anil munkar, zamani walipoacha katazo baya. Waqalat al-yahudu yadullahi maghlula, na wakasema Mayahudi mkono wa Allah ni wenye kukunjwa. Manake ni kinaya tu 'anil bukhl, wanafumbia ubakhili kwa Allah tabaraka wa taala. Wanaposema kwamba mkono wa Allah umekunjwa, manake wanakusudia kwamba Allah ni bakhili. Ndio makusudio yao wanaposema hivi. Naona matusi ndio makubwa. Manake Allah wanampa sifa mbaya, sifatul bukhl, sifatul dhamima. Sifa ya ubakhili ni sifa mbaya. Muislamu asifike na sifa ya ubakhili. Sifa hili Allah tabaraka wa taala ameigemeza na kuinasibisha kwa wanafiki, sio waumini. Vipi sifa mbaya kama hii Mayahudi wanamnasibisha Allah subhanahu wa taala? Hili Allah kulinyamazia, aliwajibu akasemaje? Ghullat aydihim, sasa imekunjwa mikono yao, walu'idhu bima qalu, na wamelaaniwa kwa yale walioyasema. Yapi hayo? Qala, aliposema yadullahi maghlula, bali yadahu mabsutatan, bali Allah, bali yadahu, bali mikono yake yeye Allah, bali yadahu, bali mikono yake miwili ya Allah, mabsutatan, yenye kukunjuliwa. Yunfiku kaifa yasha, anatoa Allah atakapo, manake anatoa Allah kaifa yasha, namna anavyotaka anatoa. Ikiwa Mayahudi wamethibitisha kwamba Allah tabarak wa taala ana sifa ya mkono, Yahudi basi ni shahidi, maana sokuwa Mayahudi wao wana haki zaidi kufikisha hivi. Allah tabarak wa taala ana sifa ya mikono, tena mikono yake yote ni ya kuume, maana ya kulia.
kilta yadahu yamin. Waqalat alyahudu yadullahi maghlula, na wakasema Mayahudi mikono ya yadullahi, mikono ya Allah maghlula, yenye kukunjwa, manake ikunjuki katoa. Kullat aydihim, Allah anasema imekunjwa mikono yao, imezuiliwa mikono yao, manake imekunjwa mikono yao. Walu'inu bima qalu, na wamelaaniwa kwa yale ambao wanaoyasema. Bali yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, bali mikono yake Allah ni yenye kukunjuliwa, anatoa namna anavyotaka. Wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbik tughyana wa kufra. Allah anasema wala yazidanna kathiran minhum, na wallahi yatawazidishia wengi katika hao Mayahudi, ma unzila ilayka min rabbik, yale ambayo yaliyoteremshwa kwako wewe kutoka kwa Mola wako. Tughyana, yatawazidishia wao uovu, wa kufran, na ukafiri. Yani Mayahudi hakuna kitakachowazidishia katika Qur'ani isipokuwa ni uovu na ukafiri. Alafu Allah tabaraka wa taala akasema wa alqaina bainahum aladawata walbaghdha ila yaum alqiyama, na tumetia kati yao uadui na kuchukiana mpaka siku ya Kiyama. Kullama awqadu naran lilharb, kila wakati wanapowasha moto kwa ajili ya vita, atfaaha Allah, Allah anauzima moto ule. Wayasauna fil ardi fasadan, na wanaeneza katika ardhi ugharibifu. Wallahu la yuhibbu almufsidin, Allah hawapendi wale wenye kufanya uharibifu. Haulahum alyahudi wan nasara, hawa ndio ahlul kitab. Sawa. Waqalat alyahudu yadullahi maghlula, na wakasema Mayahudi yadullahi, mkono wa Allah maghlula, ni wenye kukunjwa, bimaana mahbusatun an fi'li alkhairat, umezuiliwa na kuacha kufanya vitendo vya kheri. Bimaana bakhila alaina birrizq, ndio anavyosema kwamba Allah ametufanyia ubakhili kwetu sisi katika riziki, wa tawsia, na kule kutukunjulia. Wadhalika, na hilo, hina laqihahum jadbun wa qahtun, zamani walipopatwa wao na ukame. Wayahudi walipatwa na ukame, jua likapiga sana kwa wao, wakatoa maneno kama haya, wakalalamika. Allah tabarak wa taala akawajibu akasema hullat aydihim, sasa imekunjwa mikono yao, manake bali mikono yao ndio iliyokunjwa na kuacha kufanya vitendo vya kheri. Walu'inu bima qalu, na wamelaaniwa kwa yale ambao walioyasema, bimaana Allah amewafukuza na kuweka mbali na rehema zake kwa sababu ya maneno haya. Manake haya ni maneno ambayo ni mabaya na ni katika madhambi makubwa, katika madhambi makubwa. Uislamu kujichunga maneno haya ni dharuri, jambo la lazima sana. Bali yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, bali mikono yake Allah ni yenye kukunjuliwa sawa. Yunfiqu kaifa yasha, anatoa Allah vile atakavyo, manake vile anavyotaka. Wala yazidanna kathiran minhum, na hapa yatawazidishia wao, manake yatawazidishia mengi miongoni mwao, ma yale ambao mama ni fa'il usulia, lakini ipo katika sehemu ya rafi ni fa'il. Ma unzila ilaika, yale ambayo yalioteremshwa kwako wewe, min rabbika, kutoka kwa Bwana wako. Tughyanan wa kufra, yatawazidishia uovu na ukafiri. Alqaina bainahum aladawata walbaghdha, na tukatia kati yao uadui na chuki, ila yaumi alqiyama, mpaka siku ya Kiyama. Mayahudi wenyewe kwa wenyewe wachukiana, Manaswara wenyewe kwa wenyewe wanachukiana. Wayahudi na Manaswara pia hawapendani. Kullama awqadu naran lilharb, kila wakati wanapowasha moto kwa ajili ya kupigana vita, atfaaha Allah, Allah anauzima moto. Maana atfaaha Allah, anauzima Allah moto huo. Sawa. Wayasauna fil ardi fasada, na wanaeneza katika ardhi uharibifu. Wallahu la yuhibbu almufsidin, na Allah huwa hawapendi wale wenye kufanya uharibifu. Sheikh wangu hapa anasema wa fil ayati ithbatu li sifati alyadaini lillahi subhanahu wa ta'ala, katika aya hii kuna kule kudhibitisha sifa mbili za mikono, manake sifa za mikono miwili ya Allah aliyakuwa ametukuka kama yaliku bihi, kama anavyoendana naye Allah tabaraka.
min ghairi tashbihin wala takyif, pasna kufananisha wala vile kuleta namna. Kwa labda mkono wa Allah ni sawa na mkono hii haifai, hii kufananisha sawa. Wanasema laisa al-musamma kal musamma, hakikuwa kile kilichoitwa kinafanana na hicho chenye kuitwa bana. Kuna Muhammadi wengi tu ndio utakasema sawa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bana. Kumthibitishia Allah mkono haimaanishi kwamba amefanishwa na kiumbe, kwa sababu hata birika pia na mkono. Ndio tukasema mkono wa birika sawa na mkono wa kushakasa, haiwezekani. Mbuzi pia na mkono, sio? Kwa hiyo ni mikono ambayo inalingana nake Allah tabaraka wa taala. Ikoje hatuijui, alkayfiyatu majhulatu, namna yake sasa hatuijui. Wasualu anha bid'atu, na kuuliza masala kama haya ni masala kizushi. Alivyosema Imamu Hijratain, Imamu al-Hijra, Imamu Malik rahimahullahu ta'ala. Sawa. Tayeb, walau anna ahla al-kitabi amanu, Allah anasema, na lau kwamba wale waliokuwa vitabu wangeliamini, wattaqau, na wakamuogopa bwana wao, la kaffarna anhum sayyi'atihim, basi tungeliwafutia wao makosa yao, wala adkhalnahum jannatin na'im, na tungeliwaingiza wao katika mabustani yenye neema. Basi ahlul kitabi, hata wale wenye kufanana na sifa za ahlul kitabi pia wangeliamini na wakamcha Allah, basi Allah angewasemeni. Nini maana maneno haya? Maana maneno haya maksudi yake kwamba Allah anataka watubu hawa ili awasemeni. Maneno ya makusudio maneno haya, Allah anataka hawa watubu, waache zile itikadi zao mbovu na kumtusi Allah na kumpa maneno na kumkashifu Allah, kukashifu dini yake, kusema tibaa mitume wake na kufanya madhambi mbalimbali. Waache ili Allah wasamehe na waingize katika pepo yake, na hii kuonyesha ule huruma wa Allah tabaraka wa taala kwa waja wake. Walau anna ahla alkitabi amanu, na lau kwamba wale waliopewa kitabu wangeliamini, wattaqau, na wakamuogopa Allah, na kaffarna anhum sayyi'atihim, basi tungeliwafutia wao makosa yao, sawa, tungeliwafutia wao madhambi yao, wala adkhalnahum jannatin na'im, na tungeliwaingiza wao katika mabustani yenye neema, fi dari al-akhirah, katika makazi ya akhira huko. Walau annahum aqamu at-taurata wal-injil, na lau kwamba hao Mayahudi na Manasara wangesimamisha Taurati na wangesimamisha Injili, wama unzila ilayhim min rabbihim, na yale yaliyoteremshwa kwa wao kutoka Bwana wao katika Qur'ani. Manake kwamba wangeamini Taurati na Injili na Qur'ani, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, basi wangelikula riziki itokayo juu yao na itokayo chini ya miguu yao. Manake Allah tabaraka wa taala angeteremsha mvua ile, ingetosha mimea, ingeotesha mazao, watu wangekula chakula, alhamdulillah, ardhi ingekuwa imeneemeka. Minhum ummatun muqtasida, mna miongoni mwao kundi lenye kufanya uadilifu. Wakathiru minhum, na wengi katika wao, saa ma ya'malun, ni mabaya yaliyoje wale wanaoyafanya. Manake wengi katika wao ni wenye kufanya mambo mabaya, isipokuwa kundi chache tu ambalo limemwelekea Allah tabaraka wa taala katika Mayahudi na Manasara. Na pia masala tunazungumza katika surat Al-Imran, walau annahum aqamu at-taurata wal-injil, na lau kwamba wao wangelisimamisha Taurati na Injili, manake wakilisimamisha katika kuifanyia kazi. Al-iqama hapa ikamana al-amal, ule kuifanyia kazi Taurati na Injili. Wama unzila ilayhim min rabbihim, na yale ambayo yaliyoteremshwa kwa wao kutoka kwa Bwana wao katika Qur'ani, nao ni Qur'ani. Manake wangeamini Taurati wakaamini Injili na wakaifanyia kazi Qur'ani, lao ni kama tanahifu. Sawa, na hii ndio imani na kusudia hapa juu, na huku ndio kumwogopa Allah ambapo tukusudia Allah tabaraka wa taala katika aya kabla yake, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, basi wangelikula riziki itokayo juu yao, ay fa anzalna alayhim al-matar, tungeliwateremshia wao mvua na riziki, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika aya nyingine, wa fi samai rizqukum,
na katika mbingu kuna riziki zenu. Sasa mkajua maana kwani riziki hatuioni, mbona tuletewe miti, mbona tuletewe hizo chapati? Sababu mtu kwa kile yake fupi akajua hivi, kama labda katika mbingu kuna siku zokakaa ukakuta zile CD za shuka zinashuka tu namna hiyo. Hapana, sio hivyo. Au za ukakaa tumekaa angalia mbinguni ukajua kuna sahani za mpunga za shuka. Riziki ni hapa, ni mvua. Mvua ishuke ya kheri, alafu watu wakulima wapande mazao yatoke. Tutakusudia Allah tabaraka wa taala hapa. Wa fi samai rizq. Sawa. Kwa Allah tabaraka wa taala anasema la akalu min fawqihim, wangelikula wao riziki itokayo juu yao, walakin min samaa wa min tahti arjulihim, na vile vile chini ya miguu yao. Baraka Allah tabaraka wa taala angeotesha mazao. Minhum ummatun muqtasida, na katika wao kundi lenye kufanya uadilifu, thabitan ala haq, lenye kuthibiti katika haki. Wa kathirun minhum, na wingi miongoni mwao, saa ma ya'malun, ni mabaya yaliyoje kwa yale walioyatenda. Ya ayuha rasul, ewe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fikisha yale ambayo aliyoteremsha kwako wewe kutoka kwa Bwana wako. Wa in lam taf'al, na kama hautofanya, fama ballaghta risalata, basi takuwa haujafikisha ujumbe wake. Wallahu ya'simuka minan nas, na Allah atakulinda wewe kutokana na watu. Inna Allah la yahdi alqawma alkafirin, hakika Allah hawaongoi wale watu makafiri. Na hii ni amri kutoka kwa Allah kwa Mtume sallam kufikisha da'wa, na si kwa mtume, hata yule ambaye amevaa viatu kwa Mtume sallam, pia kile alichokuwa nacho kwa kufikisha. Mtume sallam anaambiwa afikishe ujumbe wa Allah, na wewe ambao umekamata sawa risala ya Mtume sallam pia utakuwa ifikishe kwa watu. Usiwe na elimu ikawa uko na vyumbani tu basi wajificha nayo. Kaa chini, fundisha, toa uko nacho. Na hii ndio zakatu ya ilmu. Ilmu atakayoitolewa zaka, wa zakatuhu an-nashr, kama alivyosema Ibn Uthaymeen katika kuisherehesha ile hili ya talib al-ilm. Sawa, zaka yake ile ni kufanyaje? Ni kuieneza na kuifundisha, kama alivyofundisha Bwana Mtume sallam kufikisha da'wa kwa umma. Fasda' bima tu'mar, dhihirisha wale ambao ni waamrishwa. Wa a'rid 'anil jahilin, achana nao hao wajinga wasiotambua, hao mabumbumbu mzungu, achana nao wasikusumbue. Ya ayuha rasul, ewe mtume Muhammad, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fikisha yale ambayo yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Bwana wako. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalata, na kama hautofanya basi haujafikisha ujumbe wake. Maana kama hautofanya itakuwa haujafikisha ujumbe wa Allah. Maana wewe uliosoma kwa elimu unayo, alafu ikawa unataka kufundisha, wewe bado hujafikisha ujumbe wa Allah, unadhima. Utakwenda kuulizwa kuhusiana na elimu yako. Sawa. Wallahu ya'simuka minan nas, na Allah atakulinda wewe kutokana na watu, maana kutokana na uovu na mabaya ya watu. Inna Allah la yahdi alqawma alkafirin, hakika Allah hawaongozi, maana hawafikishi wale watu makafiri. Qul ya ahla alkitab, waambie Muhammad, enyi mliokuwa kitabu, lastum ala shay, hamna nyinyi chochote katika dini yenu, hata tuqimu at-taurata wal injil, mpaka mlisimamishe Taurati na Injili. Wama unzila ilaykum min rabbikum, na yale ambayo yaliyoteremshwa kwa nyinyi kutoka kwa Bwana wenu, min al-Qur'ani al-Karim, katika Qur'ani tukufu. Wala yazidanna kathiran minhum, na wallahi yatawazidishia wengi miongoni mwao, ma yale ambayo unzila ilaika, yaliyoteremshwa kwako wewe, min rabbika, kutoka kwa Bwana wako, katika Qur'ani, tughyanan wa kufra, yatawazidishia wao uovu na ukafiri. Fala ta'sa ala alqawmi alkafirin, basi usiwahuzunikie ewe Muhammad juu wale watu makafiri. Qul, sema Muhammad, ya ahla alkitab, enyi mliokuwa vitabu, manake min alyahudi wan nasara, lastum ala shay'in, hamkuwa nyinyi mpo juu ya yoyote katika dini yenu, manake innakum lastum ala hadd min ad-din,
nyinyi hamna fungu lolote katika dini. Manake dini zenu za Kiyahudi na Kinasara hamna lolote mbele ya Allah, hamtopata chochote katika malipo. Hatta tuqimu at-taurata wal injil, mpaka muisimamishe Taurati na Injili. Na al-iqama hapa ikiwa na maana al-amal, kuifanyia kazi, ndio iqama inakusudiwa hapa. Wama unzila ilaykum min rabbikum, na yale ambayo yaliyoteremshwa kwenu nyinyi kutoka Bwana wenu, bimaana na yale ambayo yaliyoteremshwa katika Qur'an, kama tulivyozungumza hapo nyuma. Wala yazidanna kathiran minhum, na yatawazidishia wengi miongoni mwao, ma unzila ilayka min rabbik, yale ambayo yaliyoteremshwa kwako wewe kutoka kwa Bwana wako, tughyanan wa kufra, yatawazidishia chuki na ukafiri, uovu na ukafiri. Na ni kweli sasa, tabaan kila kukicha Mayahudi na Manasara ni maadui wakubwa na Qur'an. Kwa hiyo Qur'an inawasilisha uovu tu na ukafiri, hakuna jingine. Kila kukicha wao wanauadui na Qur'an, Mayahudi na Manasara wanawadui na Qur'an na wale ahlul Qur'an. Fala ta'sa 'ala alqawmi alkafirin, basi usiwahuzunikie wale watu makafi. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiquna wan nasara, hakika wale ambao walioamini, wa humul muslimuna, na wale waislamu. Walladhina hadu, na wale ambao ni mayahudi, wa hum atba'u Musa. Wasabiina, na wale wasabai. Sasa wale wasabai ni wale watu ambao waliobaki katika maumbile yao, hawana dini hata chembe. Tunawaita wale wasabiina na wale watai, manake wale wasiokuwa na dini. Sawa? Wapagani sio? Tayeb. والنصارى, na wale manasara, wa hum atba'u al-Masih Isa ibn Maryam. Man amana billah, yoyote atakayemwamini Allah katika hao. Wal yawmil akhir, na akayamini siku ya mwisho. Wa amila salihan, wa amila salihan, na akatenda matendo mema. Fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, basi hapana hofu kwa wao na wala wao hawatahuzunika. Sasa wala wao hawatahuzunika kwa vile ambavyo walivyoviacha kwa duniani. Fala khawfun alayhim, hapana hofu kwa wao kutokana na vile vitimbi na vile vituko vya siku ya Kiyama. Wala hum yahzanun, wala hawatahuzunika wao kwa vile walivyoviacha kwa duniani. Nadhani aya hii ipo katika sura al-Baqara. Laqad akhadna mithaqa bani Israil, na wallahi hakika tulichukua ahadi kwa wana wa Israili. Arsalna ilayhim rusula, na tukawapelekea wao mitume. Wana Israili walipelekwa wao mitume mingi tu. Tamam, tuko sawa? Tayeb. Laqad akhadna mithaqa bani Israil, na wallahi hakika tulichukua ahadi kwa wana Israili. Na al-mithaq manake ni al-ahad al-muakkad, ni ile ahadi ni kutuliwa mpopotezo. Ahadi hii Allah alichukua kwa kupitia Taurat. Sasa kwa wana Israili, ahadi yenyewe ni ipi hiyo? As-sam'u wa ta'a, ni kule kumsikiza Allah na kumtii. Wa arsalna ilayhim rusula, na tukawapelekea wao mitume mingi tu. Na ahlul ilm wanasema afdalu anbiya bani Israil Musa alayhi salatu wassalam, yule bora zaidi katika manabii na mitume wa bani Israili ni Musa. Na baada ya Musa kuna mitume mingi toka katikati imekuja kabla ya Masih Isa ibn Maryam. Kullama ja'ahum rasulun, kila wakati wanapojiwa wao na mtume, bima la tahawa anfusuhum, kwa yale yasiyopendwa na nafsi zao. Fariqan kadhabu, kundi katika mitume wanalikadhibisha. Wa fariqan yaqtulun, na kundi jingine wanaendelea kuua, manake wanaendelea kuua. Yani kuna walikuwa mitume mingine wanaikadhibisha, hawaitaki. Mitume mingine si kwamba ikadhibisha tu, waikadhibisha alafu wanaiua, kama vile Yahya bin Zakaria. Huyu walimpinga alafu akamuua. Mwana namna neema Allah tabaraka wa taala kuwapelekea, lakini walikuwa ni wachache wa shukrani, Alhamdulillah, katika umati huu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Na alhamdulillah bi ni'matihi tatimu salihat, wa bi ni'mati al-islam tumemwamini. Amanna billahi, sawa, na vile vile tumemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tumeamini vitabu vyake.
sawa. Laqad akhadna mithaqa bani Israil, wallahi hakika lamu hii imeingia katika jawabu ya qasam ambayo wanusu, kwa maana wallahi laqad akhadna mithaqa bani Israil, na hapa hakika tumechukua ahadi zito kwa wana wa Israili. Arsalna ilaihim rusula, na tukawapelekea wao mitume mingi, sawa. Kullama jaahum rasulun, kila wakati anapowajilia wao mtume, bima la tahawa anfusuhum, kwa yale yasiyopenda na nafsi zao, sawa. Fariqan kadhabu, kundi wanalikadhibisha, bimaana kadhabu fariqa, sawa, wanalikadhibisha kundi. Fariqa ni maf'ulun bihi, ametangulizwa hapa, amili wake kadhabu, na kutangulizwa hapa ala sabili aljawaz, inajuzu, sawa. Wa fariqan yaqtulun, na kundi jingine wanaliua, maana kuna mitume mingine wanaiua, kwa ndo tabia zao Mayahudi hawa. Sheikh anasema fakadhabu fariqan min ar-rusul, wakalikadhibisha kundi katika mitume. Waqatalu fariqan akhar, na ikawa wanaliua kundi jingine. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu.